Yesu asifiwe. Amen. Tuketi tu. Amen. Salimia jirani, mwambie unakaa mzuri. Mwambie unakaa mzuri. Amen. Mimi pia ninashukuru kwa nafasi ambayo Bwana ametusaidia kuona siku kama hii. Amen. Si jambo rahisi, si kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba wavyombo wakae chonjo, sababu nitakuwa na uimbaji kidogo, kisha kuna vipindi viwili. Tunataka tumkaribishe mama kirasmi. Amekuwa mbali, alikuwa kando ya dunia. Ukiangalia kwa map, angalia Korea, is very far. Hang kwa hewa for 15 good hours. It is a grace. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tuna sababu zote za kumwambia Bwana asante. Haleluya. Tuna sababu zote za kumwambia Bwana asante. Dennis ako busy. Wewe chukua base. Brian ako busy. Joni yuko wapi? Hapa tuko na machinery wengi. Sitaki kuona kitu kinakosa mwelekeo, kwa sababu hizi vitu nilisema zifanywe jana, lakini walikuwa na furaha nyingi na mama yao wakashindwa kuja. Hata wana usingizi wengine hawajalala. Amen. Nimefanya kuamsha, ambia muamuke, kumekucha. Maana walilala late. Walifurahi sana kuona mama yao amerudi mzima. Simpigie Bwana Yesu. Si jambo la kawaida kukaa kwa hewa hayo masaa yote, kutembea kwa magari na upate umerudi na uko salama. Inagharimu mkono. Haleluya. Amen. Kama ni wewe, ungemwambia nini Mungu? Ungemwabudu na kumsifu na kumwambia unastahili. Tusimame. Unastahili ibada, unastahili. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana unastahili ibada. Unastahili sifa na utukufu wako. Ali kama wewe tunakuabudu. Unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili ibada.
Mwambie nasikia kukupenda tu vile ulivyo. I just feel like having you in my life. Hallelujah. We can have our seats wherever we are in the name of Jesus. We thank God for the grace that He has brought us unto this level today. Hallelujah. It is a wonderful Sunday that I'm very happy before the Lord. Having my wife back. Hallelujah. And having a wonderful place where I can worship God in Nairobi. Hallelujah. Can I hear an amen? Praise the Lord. There is something in this house. I feel there is a grace that is going to work even today. Because our Lord Jesus is around. Our Lord Jesus is here. We are going to see changes in our lives. Put together your hands for God. Hallelujah. Why am I saying this? Yesterday, it was my day. Look to a neighbor and tell him, if you don't bless me, if you don't want to bless me, God will send somebody to bless you. I receive in the name of Jesus. I receive an endless blessings. Double blessings. Tell your neighbor, double blessings coming. For Jesus is about to release that anointing today. Amen. Today I am happy because yesterday I was short of words. Because I experienced something that is not normal. The environment was not the same again. Hallelujah. Amen. Yani, it was a wonderful day for me. Ask your neighbor, is not our bishop's martyr today? Hallelujah. Amen. And what about Mama? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We prayed with some people last year. Years ago. And yesterday, they visited us. Without our knowledge, we never knew what they were coming to do. Tell your neighbor, angels are coming to visit you. And if you hear this, and you have faith in it, shout a big amen. Hallelujah. Amen. Because things are going to change. Things are not going to be the same again. The Lord ought to shoot something in your situation. Some things are being deposited in your account. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My briefcase was full. Briefcase. You know, this is 6,000 or 8. 6,000. Tell your neighbor 1. 6,000. When I say 6,000, you say 2. 6,000. 1. 6,000. 2. 6,000. 3. 6,000. 6,000. Zinafika ngapi?
How much is that? 24. Another 6,000 here. That is how much? Another 6,000. Yani mtu akijaza wardrobe yangu jana. Mtu. Na nilimuombea. Ndio jirani ombeanga watu. Hallelujah. My briefcase was full. 6,000. Yani moja ilitolewa nikavaa nikafurahi yote. Nikamalisha kicheko, ingine ikakuja nikabaki sasa nimesubiri. Ingine ikakuwa nalo pima hii. Nikimaliza nikirudi waone wananiambia okay hiyo iko sawa. Sasa ita upime hii tena. Nikirudisha wanga na hii nayo. Haya. Na hii pia. Tell your neighbor, I am receiving that grace. I am receiving that grace. I am receiving that grace. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Unajua, the Bible says, after King Solomon has sacrificed 22,000 oxen and 120 sheep and goats. Kondoo na mbuzi 120. He went back home. He slept. But at night, God appeared and asked this man, why are you doing all this for me? That man was blessed with something that there is no any other king has received that. So yesterday, and even tell your neighbor we have not yet finished. Hapa mahali hatujamaliza. Tena ukikuja Sunday na kupiga surprise. Tena Sunday na kupiga surprise. Because things has to shift. Whether the devil like or not, things has to work on our favor. And I want to tell you this. Those who are struggling in Nairobi, wako na mambo ati hakuna kazi. Tell your neighbor kazi yako iko. You just need a prophet to speak a word. And we thank God. The prophet is here. He's going to speak a word. And things has to work. Shetani aliyekuroga. Shetani aliyekuroga. Ajipange maana aibu inakuja. Neno la Mungu. The word of God. It's not Douglas. Si Douglas So the Bible says serve not a witch. Na kwamba usiruhusu mchawi. Hallelujah. Amen. When the witch exists, ya kwamba kama mchawi yupo kweli, nothing will work. hakuna kitu kitatendeka. If they are there, kama wako, you do nothing. utafanya kitu. But by the grace of the Lord, Kwa kibali na neema, we have a prophet in the house. kwenye nyumba, We have a prophet in the house. I want somebody to say, like a servant of the Lord, who said, now I know the Lord will do me well because I have a prophet in my house. Hallelujah. Make me a prophet. Make me a prophet. Have a prophet in your life. Have somebody in your life. A person who will speak things. Hallelujah. Amen. And it cannot work. Na haiwezi tendeka.
when the house is not in order. kama nyumba haijajipanga kwa uzuri. So today, Kwa hivyo read for me Isaiah Isaya 38 verse 1. 8 kuanzia 1. The house Nyumba for the Lord to work. ndiposa Mungu atende kazi. You know, the spirit can be very high, Wajua roho anaweza kuwa amesonga juu sana. and I can kick this box. Anaweza piga hili sanduku Na sadaka ima peleka huko. Hey! Isaiah Isaya verse 1. Somebody to read. Isaiah 38 verse 1. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Kiingereza. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Thus says the Lord, set thy house in order, set my house in order, for thou shalt die and not live. so you shall die but not live. So if you don't put the house of the Lord in order, ya kwamba usipoweka nyumba ya Mungu kwenye mpangilio mzuri. hallelujah, Amen. there is a warning. Unapewa onyo. You can die. Unaweza kufa. Why? Kwa nini? You messed with the house of the Lord. Kwa sababu umeenda kinyume na nyumba ya Mungu. Now we need to do things right. Kwa hivyo lazima tufanye mambo kwa njia. And for us to do things right, Tunapaswa tufanye mambo kwa njia. we need to put our house in order. Tupange nyumba yetu. If you are a singer, kama wewe ni mwimbaji, let us know your post. wacha sisi tujue kwamba wewe ni mwimbaji. You are a keyboardist, Wewe ni mcheza kinanda. let us understand Wacha tuelewe who is our ya keyboardist. kwamba mcheza kinanda wewe. You are a guitarist, Wewe unacheza gitaa. let us understand Wacha tujue you play solo ya or kwamba bass. wewe unacheza ya solo ama ya bass. Hallelujah. Amen. And if you are Na kama wewe a deacon, ni let us understand you are a wacha deaconess tukujue kwamba or you are a deacon in the house. Amen. If you are an elder, Kama wewe ni kiongozi, let us understand wacha tukujue that in the house, kwamba kwenye nyumba tuko na mzee. we have an elder. Hallelujah. Amen. And let us Na know wacha tujue our funds, ya kwamba they are safe. zimewekwa vizuri. They are safe Zimewekwa vizuri in the hands of somebody kwenye mikono ya mtu who is handling our funds. ambaye anahusika na We need to know that. lazima tujue hili. Hallelujah. Amen. And who is to take the charge of writings, Na yule keeping ambaye records, anaweka maandishi, keeping records, anaweka ratiba zetu zote. where you can go and ask, Hadi unaweza enda ukauliza, how do you do this? kwa tunafanya aje hivi? And I'm a new member in this church. Ngeni kanisani I need direction. inaotaji mwelekeo. People are doing things Watu wanafanya maneno in an order kwenye njia iliyo sawa because they don't know kwa sababu hawajui where to go. wajui pa kuenda. So I wanted us to understand. Kwa hivyo nataka sote tuelewe This is a man of God, kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, full of power, amejazwa nguvu, already executing his duties. tayari anafanya kazi yake. Hallelujah. But the Lord is sending him another prophet Lakini Mungu anamtumia nabii mwingine that go and tell my servant. ya kwamba nenda ukamwambia mtumishi wangu. He's not telling a drunkard person. Haambii mlevi, He's speaking to a prophet, ananenea nabii and he brings him to another prophet. na anamtuma kwa Go nabii and speak to my ya servant. kwamba ambia mtumishi wangu, Tell him to make order mwambie atengeneze in my house. mambo ya nyumba yangu. Hallelujah. Even our choir, Hata kama waimbaji wetu they should have somebody who is leading them. ni lazima wawe na mtu wa kuongoza, To tell them on Sunday, awaambie kwamba Jumapili we are putting red. tunavalia nguo nyekundu, Sunday, Jumapili we are putting white. tunavalia nguo nyeupe, On Sunday, Jumapili hiyo nyingine we are going for prayers. tunaenda maombi, On Saturday evening, Jumamosi jioni somebody to lead. mtu wanahitaji mtu wa kuongoza. Everything should be in order. Kila kitu lazima kienda kwa For mpangilio. whoever goes to battle, Kwa kuwa yote anayeienda he kwenye vita, prepare the men that is going to fight. yeye
kuandaa wanaume wanaoenda kupigana. He need to prepare them. Ni lazima waandae. Give them things that they will have to use. Kila silaha watakayohitaji kutumia. Weapons. Awape silaha. Hallelujah. Amen. So that when they reach there, ili wakifika kule, they have weapons. wanazo silaha. So they can fight. Kwa hivyo wanaweza kuwa na nafasi ya In the kupigana. house of the Lord, Kwenye nyumba ya Mungu. even the Bible Hata says, Biblia yasema there is order. ya kwamba kuna utaratibu. It is in Corinthians or whatever. Inasema kuna mipangilio kwa nyumba ya Mungu. Wa kwanza mtume, kisha mpaka wa mwisho. There should be order. Lazima kuwe na mpangilio. Hallelujah. Amen. Who is a leader? Kiongozi ni nani? A leader is one person. Kiongozi ni mtu One. mmoja tu. For you to become a leader, Posa uwe umehitimu kuwa kiongozi. first thing is no nonsense person. Cha kwanza ni mtu asiye kubali upumbavu In his office. kwenye ofisi yake. Hallelujah. Amen. Second, Cha pili is a person ni mtu who has a stand. ambaye ana msimamo. He has a stand of doing things. Ana msimamo wa kufanya maneno. He's not just a person to compromise with everything. Sio tu mtu wa kubangaiza kwenye kila kitu. Hallelujah. Amen. He has a stand. Ana msimamo dhabiti. People know. Watu wanajua Our secretary ya kwamba mwandishi has wetu a stand. ana msimamo dhabiti. You cannot just ambush Huwezi tu kumwendea and he does what you na want. umwambie kile He will unachotaka put you atende. on an exam. Lazima kuweke kwenye mjarabu kidogo. Hallelujah. Amen. This is a leader. Huyo ndo kiongozi. Number 3 Cha tatu is a person ni mtu who is good at listening. ambaye ni mzuri kwa kusikiza, That is less of speaking. lakini yeye ni mchache wa kunena. A leader, you don't speak anyhow. Kiongozi uneni tu vile vile. Unapoki mambo. You don't speak. Uongei tu ovyo. For a leader, you don't speak much, Kama wewe kiongozi uongei tu but you listen much, lakini unasikiza sana but you don't give na maneno nayo utoitoi tu from your mouth. Unakuwa na maneno machache kiongozi. Number 4, Cha nne, you should have a spirit of accommodation. lazima uwe na roho wa kukusanya watu na kuwaweka pamoja. Accommodation. Roho wa kuweka watu. You don't have boundaries Usikuwe na mipaka. when serving people. Ukianza kutumikia watu, Others you serve them well, wengine unawatumikia kwa wema, and the others you overlook them. wengine nao unawadharau na He comes to us. anakuja kuuliza You kitu, are not even ready to give him an answer. hata huwezi kumpa jibu, And he just wanted to know na ametaka tu kujua the protocol of the church, utaratibu wa kanisa, or the protocol of what is about to happen. ama utaratibu wa kile kinachotarajiwa kutendeka. Hallelujah. Amen. But you are not ready Lakini wewe uko tayari to give him a listening ear. kusikiza tu, And the leader na wewe ni kiongozi. who will educate this person Nani atakayemwelekeza huyu mtu so that he can do the right thing. ili aelewe na kutenda kitu kilicho And you sawa? have been trusted in that office. Umeaminika kwenye hicho You kiwango, have been given a mandate. umepewa majukumu, People trusted you watu walikuamini and they choose you. na wakakuteua. Mama, Mama, be our treasurer. wewe kuwa mkazina wetu. We know our funds Sisi tunajua pesa in zetu your hands. zikiwa mikononi They mwako are safe. ziko salama. Number 5, Cha tano, you should not be hostile usikuwe mkali to people. kwa watu. Whether you are talking to a grown-up Huo umenanena na mtu mzima or you are talking to a teenage, ama unanena na kijana, treat them equally, wote waone kuwa sawa, because it is all about serving God. kwa sababu yote ni njia ya kumtumikia It Mungu. is all about serving God. Yote ni njia ya kumtumikia And Mungu. God has trusted you. Mungu amekuamini wewe, So do the work of God fanya kazi ya Mungu with your heart. kutoka kwa moyo. If you do something outside your heart, Fanya kitu toka ndani ya moyo, you do it better. utakifanya vyema kabisa.
Have I lost you? Nimekupoteza. Or we are together? Ama tuko pamoja? Number 6. Jambo la 6. Hospitality. Hospitality. Kutunza watu. You feel like helping somebody. Unahisi tu kwamba nisaidie mtu. Somebody who is in need. Mtu ambaye ako kwenye uhitaji. You can help somebody. Unaweza msaidia. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You are a secretary in the church. Wewe ni mwandishi kanisani. You are a treasurer in the church. Wewe ni mhazini wa kanisa. And somebody is in the Na church. mtu ako kanisani He's not in a good mood. hayuko kwenye hali nzuri. And you are a secretary. Na wewe ni mwandishi. And you know him by his name. Na unamjua kwa jina lake. You have even his number. Hata unayo namba yake ya simu. Tell the one who can serve that person. Ambia yule ambaye anaweza hudumia yule mtu. Please, Tafadhali. when you are in the church, Tulipokuwa kanisani, I saw sister so and so. niliona dada fulani. I talked to them all. Nimewazungumza nao wote. But today, Lakini leo brother so and so ndugu yetu fulani was not in a good mood, pastor. hakuwa kwenye hali nzuri leo. Please talk to her. Tafadhali naomba mchungaji And give that number to the person na upatie hiyo namba kwa mtu who can talk to that ambaye person. anaweza nena na huyu mtu. Utasaidia mtu bila kwenda. Amen. Because the secretary Kwa sababu mwandishi knows all these people. anajua watu hawa wote. Even others pastor cannot understand them. Hata wengine mchungaji hawajui. But the secretary knows them by their names and their numbers. Anawajua kwa majina na nambari za. So it is easy to reach somebody through secretary. Kufikia mtu kupitia kwa So mwandishi. if you become hostile, Wewe unapokuwa mkali, people cannot move near you. watu hawezi kusongea. You are losing them. Unaanza kuwapoteza bure. Answer them what they ask. Ujibu kile wanachouliza. Answer them. Kwa ujibu. I was somewhere someone was teaching. Ilikuwa mahali mtu akifundisha. Said especially ladies. Akasema sana wanawake. Ladies. Wanawake. Imagine you slept in the same house. Mmelala tu kwenye nyumba moja. You have not even stepped out. Hata hujatoka. But the wife will ask you, Lakini mke wako atauliza, "Dear, mwenzangu, how is the weather today?" unaonaje huko nje kuna kazi? Na wewe mwenyewe hujatoka nje. Lakini mwanamke anakuuliza, "Baba fulani huko nje kuna kaaje? Weather ipaje? Utavaa sweta ama ndio tu?" Kama wewe una akili unakwambia namna si mbaya na si mzuri. So you can just carry it by the way in case. Yaani kile mwanamke anataka kusema, anataka kujibiwa tu. And you know if you don't answer this lady, Na usipomjibu tu, it can become an issue. inaweza kuwa vita vya Iran na Iraq. It's very simple. If you don't answer, it become an issue. They want the answers. Wanataka majibu. They want the answers. Majibu. You give him the answer. Wewe jibu. Can I speak something? Hii ni kwa wazee. Jana ulikuwa kwa nyumba. Anajua kabisa hujaenda kazi. Hujaenda kazi pastor. Tena jana anajua kabisa ulimtuma ukamwambia mama, endapo kwa rafiki yako kama anaweza kusaidia mboga, alisote. Lakini akiamka asubuhi, naosha sufuria na anarudi kukuuliza, "Hii chai tutakunywa aje?" Wazee mko. Mzee mnakutanaga na amejua sukuma mlikula jana. Yeye alijipanga. Lakini anarudi kukuuliza asubuhi kama chai inanywewa namna gani kwa hiyo. Unajua usikue mjinga umwambie tena mdogo. Wewe. It will become an issue. What do they want is answers. Wanachohitaji ni jibu. So as how we answer our wives at home, Vile sisi tunavyojibu wake zetu, how we answer our sisters, vile sisi hujibu dada zetu, how we are responsible for our families, tunawajibika kwenye familia zetu. even after we are not yet married. Hata wengine bado
hatujaoa. But we are taking care of families. Lakini tunatunza familia zetu. Kuna kijana hajaoa lakini familia inamtegemea. Na anafanya. In the name of wanamtrain. And it is good to train somebody. Ni vizuri kufundisha mtu. Hello. House in order. Nyumba ikiwa kwenye mpangilio. Where there is God. Kwenye kuna Mungu. People pray together. Watu huomba pamoja. People hold hands. Watu kushikana mikono. And pray. Na kusali. Because there is equality. Kwa sababu kuna umoja. So in the church, if we can have equality, kanisani kama kunaweza kuwa na umoja. we will hold hands. Tutashikana mikono. As brothers. Kama ndugu. We will hold hands. Tutashikana mikono. As sisters. Kama dada. And when we pray, na tukiomba, God will answer our prayers. Because we are one sababu sisi ni mtu in mmoja the spirit. katika roho. When we are divided in the spirit, tukitawanyika kiroho, already the devil knows tayari shetani that ashajua we are divided. ya kwamba tumetawanyika. So he will hinder our prayers. Kwa hivyo atazuia maombi yetu. These are the people who says, Hao ndio watu ambao husema, by the way, nimejishikilia tu. Very soon ninatafuta church ya kwenu. Nimejishikilia tu hapa kwa muda bado naangalia church. Ile inaenda. Na kisha kupiga bomu wewe unabaki nyumbani. Na yeye anakuja kanisa. Sema shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. So we need to put our house. Basi lazima tupange nyumba yetu In order. kwenye mpangilio mzuri. We need a woman Tupate mwanamke who can take care of these ladies. anaweza tunza hawa wadada Where they can go kwenye wanaweza enda and release their stress. na watoe zile shida zao. Wamwambie mama, mimi Mungu nimetoka siku zuri. Because si wote watanifikia. Watashindwa wengine kunifikia. Na tena si tabia mzuri. Kama mama yuko, sisi kwa Biblia nasema no, we fulasa. Mama yuko. Hello. So upite kwa mama. Hello. So upite kwa mama. Kuna mambo mengine mama atamaliza tu. Si lazima ifike kwangu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu ndugu mwandishi wangu. Unajua mtu ni mwimbaji. Bwana asifiwe. Amen. Sasa amekuja kanisa, mimi nimempa kuimba. Naambia ndugu Mondi, twanga moja. Modaka twanga mbili. Haleluya. Na mama pale chini amekula kitu. Hii maneno ninasema, pastor squeeze hana roho. Huyu mtu amenifuruga nyumbani. Sasa hapa amefika chati ni malaika mpaka pastor amempea maiki kufanya naimba. Hii kanisa litatoka. How do I know? Najuaje? Mulipigana nyumbani. How? How do I know? Bwana asifiwe. Fanya hivi. Angalia mkono yako. Angalia hizo vidole. Usiniangalia, angalia vidole yako. Vinatoshana. Kwa nini havitoshani? Different grace. Neema zinatofautiana. So ukinichukia kwa sababu nimepatia ndugu Joas kuimba na pengine alipiga mtoto pale nje, nasemaga hii kanisa haina Holy Spirit. By the look of things, I can see the Holy Spirit is not here. Holy Spirit is not here. Let me tell you something. The day you start judging others, ile siku utakayoanza kuhukumu
hukumu wenzako. The day you start judging people, Siku tu utaanza kuhukumu watu. that is the day the Holy Spirit is leaving. Ndio siku Roho atakuondoka, atakuacha. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wote sote have sinned. wametenda dhambi. Wote. Maandiko nayo ikasema tudumu katika dhambi ili neema ikuwe nyingi. Tena ikasema la hasha. So don't take advantage of the word. Chukulia neno timiza. Kwa nyuma ya Mungu na mpango. Fight the battle of Christianity. Pigana vita vya Kikristo. Face the dragon who is a devil. Kutana na shetani. Hold the hand of your brother. Shika mkono wa kakako. Hold the hand of your sister. Shika mkono wa dada yako. Msikae vikao. Sitting in groups. Nakaa kwenye vikundi. Talking. Naanza kuzungumza Against your sister. nena kinyume na dada yenu. Ni dhambi mbaya sana. Praise the Lord. Amen. Hiyo mimi naiitanga power leakage. Nguvu ya kwa nguvu. Ina leak. Your spiritual drum ina leak vibaya. Yaani unaweza kuwa umefunga, umeomba sana. But at the time you step out of this church, Lakini ukitoka tu nje ya mlango and you start gossiping from there, na unaanza tu kuzungumza kwa mwenzako kutoka you went home empty. unaenda nyumbani bure. You go home empty Unaenda nyumbani bure because of gossip. kwa sababu tu ya Hallelujah. Amen. I wanted to put this house in order Nitaka tu kuweka hii nyumba kwenye mpangilio because nasikia sauti ikiniambia imekaa Nairobi muda wa kutosha. Imekaa Nairobi muda wa kutosha. Sasa inafaa niende tena nitembee kwingine nimhubiri huyo Yesu kwa wengine. Kwa muda mdogo sana. Alafu niwarudie. Mtu ameandikia majina haya. Mtu wa kwanza